Kuna sababu nyingi, lakini sababu kubwa ni namna ya wanavyocheza opponent wao, kwa sababu hizo timu ulizozitaja hapo zote ni Giant. Kwa hiyo timu ambayo inacheza na hizo timu, maana yake lengo lao kubwa ni kuzuia. Kwa hiyo wanakuwa wapo katika zile mid block. Unapokuwa kwenye mid block, maana yake unamwachia mpinzani wako mpira, ila wewe unakuwa kwenye hiyo eneo la katikati kwa sababu ya kuzuia hizo mianya. Kwa hiyo muda mwingi unakuwa na mpira ule kwa opponent wako kwa sababu ya kupossess, lakini wewe unakuwa upo katikati kwa sababu ya kuzuia hiyo mianya. Na ndio maana kama utaangalia hizo timu zote, hizo chance ambazo wanasema wana create, maana yake ilikuwa ni kupitia eneo la pembeni. Kwa sababu kama tukizungumzia Morocco, wamepiga kipindi cha kwanza tu walipiga cross 15. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuweza kupenetrate eneo la katikati. Na ndio lengo kula au wakinzani kwamba tunazuia eneo la katikati tuwaweke pembeni, kwa sababu ukifika pembeni unapotumia cross, maana yake tunakwenda inakuwa ni 50-50, aidha ni wewe au ni mimi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho kimesababisha timu nyingi kukaa na mpira muda mrefu, lakini kutokuwa na effect kubwa. Cha kwanza ni hicho, na cha pili ni maeneo. Unapokaba eneo la katikati, maana yake unakuwa unaacha maeneo mawili, ambayo eneo la kwako wewe la nyuma na eneo la opponent la nyuma yake, maana yake tunacheza eneo la katikati. Kwa hiyo ile space ambayo inaachwa na unayoiacha nyuma wewe ambao unazuia katikati, maana yake inakuwa inampa ufikirishaji, yani yule mtu ambaye anakushambulia, kwamba ile gap anapokimbia na mpira eneo kubwa, concentration inapungua. Na ndio maana unakuta unakimbia kishafika ile eneo. Tunalaumu sana wachezaji kama sisi wa Kitanzania kutokana na hivyo. Unakuta mchezaji anapata eneo, ana dribble eneo kubwa, anampiga chenga mpaka kipa, lakini anashindwa kupasia kwenye goli kwa sababu hiyo, kwa sababu ile eneo linakuwa ni kubwa, kwa hiyo concentration inakuwa inapungua. Kwa hiyo sababu kubwa iliyopelekea hizo timu Giant au kucheza mpira sana lakini kutokuwa na matokeo ya magoli mengi ni kwa sababu hiyo, kwamba watu walizuia eneo la kati wakawaruhusu kuja pembeni kwa sababu ya kupiga hizo crosses, kwa sababu anajua kwenye crosses kuna hizo options za 50-50, ni wao au sisi. Kwa hiyo sababu kubwa ni hiyo. Kwenye football kushambulia kuna njia tatu. Kuna njia ya through ambayo ni ya kwanza, ambayo ni through, maana yake unapita katikati yao. Kuna njia ya pili ya over them, ambayo ndio walikuwa wanatumia hizo timu ambazo umezitaja hapo, kwamba tumeshindwa kupita hapo katikati tuwazunguruke. Kwa hiyo wanakuwa wanatumia hiyo around, tunaitwa around them, kwa hiyo wanakuwa wanazunguruka hizo kupossess hizo kuna nini. Na njia ya tatu inakuwa inaitwa over them, maana yake ni hizo wanaita long lefted passes zinatumika, au hizo wenyewe wanaita ping pong pass. Kwa hiyo njia ngumu zaidi kwenye mpira ambayo sasa hivi watu wameifanya kuwa ngumu ni hiyo kupenetrate, kwa sababu watu wanaziba hizo blocks. Kwa walichokifanya watu ni hiyo, kufanya hizo around them. Okay. Haraka nikizungumzia unazungumzia timu ambayo imekaa sana ina defend, lakini tukitizama kuingia kwenye mechi ku defend, hiyo ni reaction kutokana na mpinzani alivyo. Right away you cannot just go there and start the ball in the middle and go back to defend. Lakini pia based on the opponent tunacheza naye, lazima uingie na game strategy ambayo wewe umetrain inaweza ikakupa matokeo. Na ukitazama national team is all about man management, na ni game za kutafuta matokeo zaidi kuliko kuonyesha mpira mzuri. Kwa nini naangalia in terms of ball possession kwa hii ligi ya AFCON, timu nyingi haziconsider sana ball possession important. What they consider ni kutafuta attacks za kwenda kutengeneza chance za kuscore, lakini pia not concede, kuzuia wasifungwe. So nimetizama na siku against sana na hiyo style, kwa sababu kila timu lazima iwe na identity yao. Like if we are a compact team, very aggressive, waiting on counter attacks, that's our identity. Kuna mwingine watakuwa kwenye counter pressing, very good kwenye counter pressing kama Morocco, wa create chances kwenye third ya mpinzani, wa win mpira haraka haraka, hiyo ni identity yao.
So hiyo based on the coach na kind of players ambao yuko nao, lakini in somehow ukitazama hizo mechi hata kama hizo teams zimefungwa, but with the quality of players they have, maybe if they decided to open up they could have conceded more. Sababu ukitazama quality ya Morocco ilivyokuwa, kama Komoro wangeamua kucheza kufunguka wangeweza concede goli nyingi zaidi, lakini style yao ya kusema no we hold, wait for a perfect time, perfect chance, na walizipata hizo perfect chances ambazo walishindwa kufanya kuwa magoli, lakini they were patient and they got their chances. Naweza nikasema nusu kwa nusu, kwa sababu magoli mengi hayajafika 5, unajua tokea tumeanza raundi ya kwanza yote hii. Kwa hiyo uwezo kusema direct kwamba PPDA ndogo inawapa moja kwa moja favorable ya kuwa wanawini hizo games kwa namba kubwa ya magoli. Kwa hiyo tukiangalia mfano Morocco ameshinda na magoli 2-0, lakini alikuwa anapata yani pasi chache sana anazopiga mpinzani, yeye anakuwa ameshaza intercept, ameshawini mpira, ameshaanza kuwa na mashambulizi. Kwa hiyo ile energy au ile ball work ambao wanaifanya kwa uharaka kuwin ile ball possession ni nzuri, lakini then inakuja kwenye another angle, what do they do baada ya kupata ule mpira? Hata kama wanapata ule mpira kwenye hafu ya mpinzani, wanafanya nini? Kwa hiyo nakuja kuangalia kwamba moja kwa moja ina faida unapokuwa na possession na unapowini ule mpira ile kwa mpinzani anapopiga pasi chache tu ukawa umewini ile mpira, lakini then inabidi tuangalie kwa kina wapo na strategy yao kishapata ule mpira na kuaje, kwa sababu wameshapata ule mpira then unaona kama vile let's say Morocco walikuwa na win mpira yani mapema sana, wanapoanza build up yao Komoro tu wenyewe wameshawin, lakini wanafanya nini? Komoro manake wanakuwa kwa vizuri kwenye defensive au Morocco wanakuwa hawako vizuri kwenye hizo atake. Kwa hiyo ni two things tunaweza tukaongelea kwamba it's a good thing tunapo win hizo possession as quickly as possible, lakini then next baada ya kuwin ile possession inakuja kuwa ni question mark. Unaweza kaona yes na Senegal wamewini kiwaraka kama ulivyosema, Ivory Coast the same, lakini number of goals zinakuja hazikupi sasa taswira halisi kwamba yes hata kama tumewini hizo tuna rate ndogo ya PPDA lakini hazina effect kwetu. Kwa hiyo nipo mimi nipo na 50-50 kwamba wana control mpira kwa haraka, wanafanya hizo counter press mapema, wanapata mpira kutoka kwa mpinzani, lakini sio sababu ya wao kupata magoli mengi zaidi. Tumeona mfano Ivory Coast ameshinda na goli 1-0, lakini alikuwa anawini mpira kirahisi. Ukiacha hapo Senegal ndo amewini hizo mpira kirahisi, lakini alikuwa na magoli 3, hamna mwenye magoli 4 wala 5. Morocco ndo ana magoli 2. Kwa hiyo it's 50-50. Then we have to think action inayokuja baada ya kuwa umefanya ile PPDA ni ipi. Kwa hiyo ile uharaka wa kushambulia au uharaka wa create hizo chances baada ya kuwa umewin hizo possession inakuwaje? Ndio thinking yangu iko hapo kwamba maybe wana lengo lao ni kuwa wanamiliki mpira kiasi kikubwa, kwa sababu we both know kwamba ukishamiliki mpira kwa asilimia kubwa huwezi ukafungwa, right? Kwa hiyo inawezekana pia ni strategy yao kwamba tumpokonye mpinzani mpira hata kama sisi tutafunga direct, lakini tuwe tuna possession, kwa sababu tunapokuwa tuna possession wao hawezi kutufunga. Inawezekana ni kama nilipojibu mwanzo kwamba timu nyingi zinakabia juu. Ukiwa unakabia juu maana yake fouls nyingi unafanya eneo la juu. Kwa hiyo ili uconcede hayo magoli ya set pieces maana yake ni lazima set pieces zako au unazofanyiwa maana yake ziwe kwenye mita 25, yani kuanzia hizo mita 25 kuja mpaka kwenye mita 35-40. Lakini of course unakuta mtu anafanya hizo fouls maybe ni eneo la juu, na hata kama itakuwa ni eneo la chini maana yake ni eneo la pembeni, kwa sababu unapozuia katikati maana yake unamruhusu mpinzani aje pembeni. Kwa hiyo ukifanya fouls pembeni na kuwa ni ngumu zaidi kutengeneza hizo foul kwa chances. Na kitu chengine nilichokiona ni umakini, kwa sababu licha kuwa kuna kona nyingi zinapatikana, lakini tulizoea zamani kwenye kuzuia kona timu nyingi zinazuia kwamba ikiwa anapiga wapigaji wakiwa wawili ndio mtu mmoja anaenda au watu wawili wanaenda pale kwa ajili ya kuzuia. Lakini sasa hivi hata kama mpigaji kona ni mmoja kuna mtu mmoja pia, kwa sababu ya hizo technique ambazo zinatumika. Kwa hiyo kwa sababu yule anakuwa pale kwamba ikitokea what if ikitokea technique yoyote au mbinu nini tactic yoyote pale inakuwa ni rahisi yeye kwenda kuisolve.
Kwa hiyo kikubwa zaidi nahisi ni hiyo kwamba wanajua football sasa hivi yani imetrend sana kwenye hizo set pieces, kwa hiyo watu wako makini sana kwenye kuzidefend. Mimi nafikiria ni kulingana na hizo strategy zenye husika. Let's say for example, zile timu ambazo zimewini kwa asilimia kubwa, Ivory Coast, Senegal, Morocco, zilikuwa zina possession. Kwa hiyo you expect kwamba mpinzani wake ndio angekuwa anategemea hizo transition zaidi, akiwini mpira aweze kufanyaje, aweze kushinda. Lakini imekuwa tofauti kwa sababu hata wale mpinzani wao wanapowini ule mpira anakuwa hana structure nzuri ya kuweza kutumia hizo transition. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku inakuwa ina favor hapo yule mtu ambaye anakuwa na possession muda wote, kwamba hata mpinzani akiwa na mpira akipokonywa hana effect, kwa sababu ile ya offensive defensive balance ambayo tunafahamu kwamba anapokuwa na possession then anakuwa ipo katika good shape ya kwamba akipoteza mpira anakuaje. Kwa hiyo first thing naweza nikasema kwamba ile offensive balance kwenye timu nyingi zipo nzuri, kwamba wanashambulia lakini at the same time they know kwamba the moment tuna lose possession sisi tunakuwa kwenye shape gani ya kwenye defense. Lakini second naweza kaongelea kwenye timu ambazo zinakuwa most of the time hazina possession, the moment wanapowin ule mpira they don't have the clear structure kwamba tunashambuliaje, kwa sababu unajua kabisa mimi naenda kucheza na mpinzani ambaye ana possession, ana uwezo mkubwa kunizidi mimi, so obvious strategy itakuwa kwamba tutakuwa tuna deal na counter au transition. Lakini cha kushangaza unakuwa unaangalia hauoni ile clear picture kwamba tukipata ule mpira tunafanya nini, au hata kama ukiona lakini unakuta opponent alipo kwenye ile balance nzuri ya kudefend. Kwa hiyo it's like that, kuna offensive balance iko vizuri, lakini pia hakuna clear structure ya watu wafanya nini wanapopata hizo mipira. Ndio maana hata mpaka sasa magoli transition ni machache kwenye hii round. Ni wanaweza kaa hako vizuri kwenye ile attacking ya kwa attacking transition, lakini remember kwamba wao muda mwingi hiyo timu inakuwa iko kwenye nini, kwenye possession. Kwa hiyo mpinzani anakuwa muda mwingi kwenye low block, kwenye defensive shape. Kwa hiyo ni hata ile kwamba wakishambuliwa wakipata mpira wakishambulia bado wanakuwa katika ile defensive yao, yani ile defensive shape. Kwa hiyo inakuwa ni difficult kwa wao kusema kwamba direct kwamba wana attacking mbovu, lakini ni wale mpinzani anakuwa katika most of the time katika defense shape. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kwa ile timu ambayo inakopo ina mpira au iko kwenye attacking transition. Lakini kumbuka walikuwa wanacheza na Sudan. Sudan hakuwa na defensive, naye ilikuwa iko open, kwa hiyo it was like the game was on transition all the time. Yani tofauti na zile timu ambazo most of the time they were in defense. Sudan walikuwa wanajiachia na wao kwamba wanakuja na sisi tunakuja. Kwa hiyo walizidiwa tu kwenye ile moment kwamba wenzao walikuwa wako very fast kwenye hiyo transition, kwa ndio maana wakawa wanafunga magoli. Lakini ukiangalia na hata goli walofunga Cameroon jana pia ilikuwa lina transition, ilikuwa ni very direct, kwani walipowini ule mpira wakapata ile goli. Lakini unaweza kuangalia kwamba alikuwa anacheza na nani, yani angalia hizo magoli transition, angalia na opponent ambaye anacheza naye. Kwenye wale opponent ambao unakuta ni wako 50-50, manake kila timu inakuwa inacheza, kwa hiyo it's very easy kuona hizo transition ziko nyingi. Ila unakuta kwenye timu ambayo haichezi, haitaki kucheza, inategemea tu counter, ni ngumu kuona hizo transition nyingi. Hapo kuna scenario mbili, kuna ubora pia na udhaifu. Ukitazama katika hayo magoli ambayo yamefungwa, kama nilivyosema mwanzo kwamba ni kutumia hizo wide areas, na kutumia wide maana yake unapiga sana crosses. Ukipiga crosses maana yake mipira inakuwa ni 50-50, uzuiaji na uokoaji. Kwa hiyo kwenye football tunasema mtu anayeokoa anakuwa anatumia sekunde nyingi zaidi kuliko mtu ambaye anashambulia. Kwa mtu anayeokoa anakuwa na sekunde kama 4 mpaka 5 kwenye uokoaji, lakini mtu mwenye score anakuwa na sekunde 1.5 mpaka 2 kwa ajili ya maamuzi ya kuscore. Na kama utaangalia magoli mingi yalofungwa ni mipira ambayo ilikuwa ni high, ni ya juu, na kwa ni hizo header, maybe ni mipira ni pimpon imechop imekutana na mfungaji amefunga, sio mipira mingi ya kupenetrate. Kwa hiyo sababu kubwa ilofanya hivyo ni huo ubora wa hizo attacking na pia weakness za defending, kwa sababu kwa kuna hizo space between back four na hii lines ya midfield. Kwa
hiyo gap hiyo inawachangia zaidi kusababisha hayo magoli. Kwa hiyo nafikiria hilo ndo jambo kubwa zaidi lililosababisha magoli mingi ya open play yatokee. Mimi sio muumini sana wa individual, kurely kwenye individual brilliance only kwenye defensive organization, kwenye defense, kwenye defend au kwenye attacking, kwa sababu ukiangalia kitu hicho ndio kimekosti nearly cost mechi hata kwa Nigeria, kwa kurely kwa Osimhen kutokana na hizi individual brilliance na nini. Lakini ukitizama there's a lot of things ambazo tuna lack ambazo zinasababisha sasa hivi vitu vinakuwa haviko sawa. Kwa mfano, most of the goal conceded zinakuwa from distance, poor distance between lines here defenders. See, most of the goals zinakuwa na late reactions in box defending, pia kwenye upande wa weak defensive transition. Sasa hata moments zingine ambazo Baka ameonekana akiwa shujaa, lakini ukitizama zilikuwa ni reactions baada ya kuchelewa yeye au kuchelewa mwingine, au kuvuta ile line ilikuwa ina gap kubwa, distance between lines ndio ilikuwa inasababisha sasa yeye atoke atumie individual brilliance yake. Maybe Baka is fast and he can accelerate and he can react fast, that is individual brilliance. Lakini we cannot rely on that, kwa sababu ile na moment zake, na akikosea ndio ile unakuta ni penalties au unakuta ni mistake ambayo mtu amejimaliza moja kwa moja. So to me he played very well, lakini defensively bado tuna kazi kubwa ya kuimprove. Tazama goal tunafungwa la kichwa ni watu wawili ambao wametoka free. So tulikuwa tumekaa compact, tumekaa na watu, lakini once mpira umepigwa touch ya kwanza, touch ya pili, everyone concentration imeondoka yard ya goal in front of the goalkeeper. That is na ukitazama watu ambao walikuwa na mark distance yao unakuta kuna big distance between lines. Lakini mimi nahisi tunaweza tuka improve kwenye backline coordination, ambayo kazi ya mwalimu tena hiyo kwenye mazoezini. Lakini pia tunaweza tuka improve kwenye defensive midfield screening, like to know what is happening, to take information often, kwa sababu sometimes matukio yanakuja kama ni surprise. Lakini pia upande wa set piece defending, we need to have a clarity on that, like how are we defending, and in case a ball imeanzwa, in case a ball imekuja second balls, unakuta second balls nyingi zinakuta watu wako off balance, you know. Kwa hiyo a lot of things ambazo tunatakiwa kuimprove. Lakini pia nadhani to fix defensive unit yetu, ukiangalia most of the balls ambazo alikuwa anacheza Baka au Mwamnyeto, where was the six? See? Exactly. So we need to fix center back and number 6 to fix hiyo back line, hiyo shifting as unit. Also we need to have clear box roles near post, far post, zone, man mix, man marking. We need to reduce unnecessary pressing high without cover. Kama ulikuwa unaangalia mtu anaenda na press juu, lakini ukitizama distance yake na mtu wa nyuma yake ni kubwa sana. High level teams zinakuadhibu na hicho kitendo kimoja tu kidogo ambacho unafanya bila uangalizi, kwa sababu if we are going to press, we need to have identity of ourselves, like we are a team that pressing high. So we are a team that pressing high. We are a team that counter press a lot and make chances. Means to counter press, tumepata mpira maybe maximum 3 to 5 passes, vertical we are going forward. Sasa hiyo identity nadhani we need to improve on as a team, defensively na offensively. Sio tu kutizama Baka alifanya clearance nyingi ikawa kwa kuko sisi kama ni kikombe. We have a lot of mistakes ambazo tulizifanya and we need to work on them, kwa sababu game inayofuata na Uganda, very tough game. Ukizingatia umetoka kufungwa na Uganda na quality nzuri pia wachezaji. You see? Also we have Tunisia. So we need to fix we need to improve on what we can deliver best. Okay.
ubora ambao ulikuwepo kwenye timu yetu, kwanza you can believe ya kwamba they can play. Kuna moment most of the time hatukuwa na mpira, but tunaona tulipokuwa tuna mpira kuna structure, tunataka tutoke wapi tunaelekea wapi, hata kama sometimes ambapo tulikuwa tufiki, lakini unaona tunaweza tukaenda. Lakini kingine, I was very impressed na discipline ya tactical discipline ya team, kwa maana kwamba we knew Nigeria were better team, we were underdogs, so we were good in defending in middle low block. Kwa hiyo tuko na hiyo shape, manake sometimes unapokuwa unacheza na timu kubwa, kitu ambacho tunatakiwa uwe nacho ni hiyo discipline, kwamba sisi tutazuia, lakini then tunapokuwa tuna mpira we play fast, structure ya kwenda ni wapi. Kwa hiyo tulipokuwa hatuna mpira we were very good structured and we were very impatient. Yani hatukuwa tunaile kwamba kila mtu aende akafuate mpira, no, we were sliding well. Pia tulikuwa tuna kama tuna sliding right left, ila kila mtu alikuwa anacheza vizuri kwenye hizo line zake za defensive na midfield and all that. Lakini pia unaona tukipata mpira unaenda kwa Tariki, then unaenda wide kule pembeni kwa Msuva, then we go. Lakini ni number of attacking ilikuwa ni few, kwa most of the time tulikuwa tunashindwa. Inawezekana ni energy ambayo tulikuwa tunaitumia kwenye kuzuia, kwa tulikuwa tunachoka. Lakini pia kama tungekuwa tunaongezeka watu wengi, maana yake tungekuwa pia tunaweza kuwadhuru mara kwa mara, kwa sababu ukiangalia second half tulikuwa tunafika na Nigeria mpaka tukafunga goal, pia tulikuwa tunafika kwenye goal ni kwao. Kwa kama tungekuwa tuna more density ya kwenda mbele au number of people ambao tulikuwa tunaweza kuongezeka kwenye kushambulia, ingekuwa iko vizuri zaidi. Lakini something ambao naweza kusema kwamba tunatakiwa tuweke hard ni both, we still have to improve katika eneo lote, kiulinzi na kwenye attacking, kwa sababu unaweza kuzuia ikaisha draw, lakini pia unaweza ukashambulia. Next match zinazofuata tunatakiwa tu tuna balance, especially tunapenda kucheza na Uganda. I think ukifikiri ukiangalia kwenye perception ya watu wengi, people think it's very easy game against Uganda, but it's not. Kumbuka Uganda hata nao wanaona kama sisi pia ndio sehemu ya kupata point zao. Kwa hiyo it's going to be a very tough and trick game. Kwa hiyo balancing both attacking and defending itakuwa ni very critical kwenye hiyo aspect. Lakini pia players waendelee kuwa na hiyo discipline, hiyo tactical discipline, kwa sababu the more mnapokuwa discipline as a team, kwa hiyo mtafanya vitu as a team, it's not about individual. So that's it. Kwa mimi nadhani game inayokuja ni ngumu zaidi ya tuliocheza, kwa sababu sisi kama makocha huwa tunasema ni rahisi zaidi mchezaji kucheza mechi ambayo ni kubwa na timu kubwa, kwa sababu unakuwa na yani maneno machache kumuelekeza umuhimu wa ile mechi, kwa sababu yeye mwenyewe anajua umuhimu wa mechi, tofauti na mechi ya mid timu ambao mko katika level moja. Kwa hiyo kwangu mimi kwa mechi ya Uganda nahisi itakuwa ndo mechi ngumu zaidi, sababu naitamani tuwe na ile performance ambayo tumecheza na Nigeria, tuwe nao hata kwa 70% tu. Tukiwa nao ile performance kwa 70%, tunaweza tukapata kitu chochote. Na ilikuwa bora kwa sababu tulikuwa tuna discipline kubwa. Hizo lines japokuwa kuna hizo gaps kubwa, lakini pia tulikuwa tuna hizo reactions za haraka kuzikava. Kwa hiyo tunasema siku zote udhaifu wa mmoja wetu ni ubora, udhaifu wa mmoja ni ubora wa mwingine. Kwa hiyo inawezekana ile weakness ambayo ilikuwa ipo katika eneo ile la kiungo ilimfanya zaidi kuwa bora Baka. Kwa hiyo kwa mimi hakukuwa na shida sana, kwa sababu ilikuwa ni siku ya mtu. Kwa hiyo maoni yangu mimi ni hayo. Nadhani tuendelee pale tulipoishia, lakini pia tuwe na morali zaidi ili tuweze kufanikiwa hiyo mechi. Okay, kwenye defender mimi bado naenda na defense line ya Komoro. Why? Kwa sababu nilivutiwa sana na aina yao ya ku manage vile kushambuliwa muda wote. All of the game walikuwa wanashambuliwa, walikuwa na manage kuzuia, lakini still walikuwa wanaweza ku break line ya Morocco wanaokuja ku press very aggressively by dribbling.
You see, walikuwa wanaweza ku dribble past ile line, first line of pressure, na waka play vizuri. Kwa hiyo mimi defensive line ya Komoro imenivutia sana ilivyocheza. Nadhani niende na Komoro. Me, I like their discipline from the start. Komoro from the start to the end of the game. Japo waliconcede goal mbili, lakini hawakubadilika. Style of play yao ilikuwa visible, you can see it clearly, and they were believing in their philosophy, they believed in their game, and they were patient enough to wait for chances. Zilikuja hawakuweza kufinish, lakini I really like their discipline and the way they approached. Kipa, kama ningekuwa sijui na mechi ya Senegal na Botswana, ningeenda na Komoro, lakini nampa kipa ya Botswana. Kwenye swala la beki, kuna full beki wa Morocco ule namba 3 na namba 2, yani Mazraoui na yule full beki wa namba 3. Kwa wale ndio walikuwa wamenivutia zaidi, kwa sababu hata magoli ya Morocco yametoka kule. Kiungo nitaenda na Ozane. Hakuna namba 8 bora kama sijaona mpaka sasa hivi namba 8 bora, manake zile breaking lines and all that is very impressive. Mimi napenda pasi na hizo breaking lines zinanivutia. Then lazima niende na Amadi. Amesumbua, ndio winga ambaye amesumbua. Yani ukiangalia hizi round ya kwanza yote Amadi kasumbua. That's it. Senegal ina balance kila kitu. Ina balance ya attacking, defense, rotation, zile kila mchezaji anajua huyu ametoka kwenye space management, huyu ametoka anaingia, huyu anafanya hivi, zile was very perfect. So far sijaona team perfect kama ile pale. So kocha wa Senegal, big up. Kwangu mimi goalkeeper wa Botswana kwangu mimi amenivutia. Achana hizo saves 10 alizofanya, hata control ya mchezo, licha kuwa na pressure kubwa, lakini alikuwa ana play. Yani una muda anakuja kuchukua pressure kubwa, lakini unakuta anapasia simple. Ya pili naona Beth amenikaba hapo, lakini naachana naye kwenye hao fullbacks za Morocco. Nadhani Bakari Mamunyeto kwangu mimi amenisurprise sana. Yani sikutegemea kuwa atakuwa vile alivyokuwa. Kwenye eneo la midfield kuna wachezaji watatu. Kuna Mario wa Gabon, kuna Atia wa Misri, na Blood Chaora yule ambaye wa Burkina Faso. Jamaa fulani hivi ana kijiupara na uchebe hivi. Kiungo mmoja anapasia sana, yuko Pyramid. Amadi best. Amadi na Mahrez kwa mimi best. Kwa ni hivyo kwangu mimi. Hata sisi lakini tujamtaja. Na alikuwa ni msumbufu, ila alikuwa kama ni wale tu. Unajua wamecheza na ukiangalia timu ambayo imecheza na center back watatu ni spini 2 pamoja na Cameroon. Kwa hiyo eneo ilikuwa kama vile tu attackers pale. Kwa hiyo ni ngumu sana kumuona na nili yake. Hata Tanzania ilicheza center back watatu last 30 minutes. Last dakika za mwishoni. Tuache. Tanzania ilicheza back 3.